Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na mnaendelea vizuri kabisa popote mlipo, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 21 Februari mwaka 2026, na tutakwenda kuanzia mara moja mkoani Kivu Kusini, ambako kulingana na vyanzo mbalimbali ripoti ya kwamba hiyo jana tarehe 20 Februari mwaka huu, nafasi na ngome nyingi za wanamgambo wa wahasi wa Twirwaneho, Red Tabara na FNL washirika wa M23 RDF katika maeneo ya Minembwe zimebomolewa na ndege zisizo na rubani ama drone za FARDC. Takriban wapiganaji 100 wa Twirwaneho M23 RDF wanaripotiwa kuuawa, huku waliokuwa hai ama waliobaki hai wakijisalimisha kwa mashujaa wa FARDC. Na hali iliyoko kwa sasa, maeneo yote ya migodi ya uchimbaji wa rasilimali ya madini yaliyokuwa chini ya udhibiti wa makundi hayo ya Twirwaneho, Red Tabara na FNL hapo awali katika mkoa wa Kivu Kusini, sasa yako chini ya udhibiti wa majeshi ya FARDC kwa ushirikiano mkubwa wa vikosi vya majeshi ya Burundi pamoja na wapiganaji wa Zalendo. Na kwa hili hatuwezi kusema tu ya kwamba FARDC imefanya hatua nzuri ya kawaida ya kijeshi, bali ni pigo la kimkakati dhidi ya wahasi hao vibaraka wa Rwanda, kwa sababu kwa kupoteza migodi, makundi haya yenye silaha yanapoteza chanzo chao cha kupata na kutengeneza fedha, yani kiuchumi wanakwenda kuishiwa nguvu kabisa, na hii itapelekea mpaka uwezo wao wa kununua silaha na vifaa vipya vya kijeshi utapungua wala kukwama kabisa, na hapo nguvu yao ya ushawishi wa ndani katika mikutano yao na umoja wao itakuwa imepungua kiasi kikubwa. Yani kwa Kiswahili kingine tunaweza kusema tu kwa kifupi ya kwamba Twirwaneho na Red Tabara na FNL kwa sasa wamepoteza mwelekeo wa vita vyao, na urejeshaji huu wa hayo maeneo yote katika mikono ya serikali unabadilisha mizani ya nguvu katika nyanda za Haut Plateau, huku unapunguza maeneo yao ya kujificha na unatuma ujumbe wazi ya kwamba mamlaka ya dola ama autorite de l'etat inakwenda kurejea pale ambapo uchumi haramu ulikuwa umetawala. Na hapa kwa namna moja ama nyingine, basi serikali ya mkoa wa Kivu Kusini itakwenda kunufaika na maeneo hayo kwa ajili ya kujiongeza kiuchumi, ila kitu kikubwa kilichobaki hapo sasa ni jambo la msingi ambalo halipaswi hata kupuuzwa, nalo ni kudhibiti, kulinda na kurasimisha kwa uthabiti maeneo hayo yote, ili kwa gharama yoyote ile tusije tena tukasikia kwamba adui amerudi tena kwa kishindo katika maeneo hayo yote, maana itakuwa ni aibu na itatufanya sisi kama Wakongomani tuonekane kama hatujui tunachokipendaga. Na tukisalia huko jimboni Kivu Kusini, wanajeshi wa Rwanda RDF pamoja na wenzao wa M23 wameripotiwa kutekeleza mashambulizi ya uvamizi kwenye hospitali kuu ya Kavumu. Kitendo hiki ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kibinadamu za kimataifa, hasa zile kanuni zinazolinda miundombinu ya afya wakati wa mgogoro wa kivita. Tunakemea vikali shambulio hili lisilokubalika dhidi ya taasisi ya afya, ambalo linaweka hatarini wagonjwa, wafanyakazi wa afya na raia wasio na hatia. Kuiba na kupora taasisi za afya ni utovu mkubwa wa nidhamu na unaashiria ni namna gani watu hawa sio wakombozi kama wanavyojiita, bali ni wauaji na watesi wakubwa. Tunaiomba jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua bila kuchelewa, ili taasisi na vituo vingine vya afya visipatwe tena na ukiukaji mkubwa wa haki zao, na pia kulinda raia kutokana na hali ya usalama iliyokuwa imezorota katika maeneo kadhaa katika mikoa ya Kivu Kusini na Kaskazini kwa sababu ya mashambulizi ya wahasi wanaoungwa mkono na Rwanda. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linalishutumu jeshi la Rwanda pamoja na washirika hao wote wa AFC M23 kwa
kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya nafasi ama ngome zake katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, jambo linalodaiwa kukiuka pendekezo la usitishaji wa mapigano ama cessez-le-feu lililotolewa na Rais wa Angola Joao Lourenço. Kwa mujibu wa makao makuu ya jeshi la Kongo, mashambulizi hayo yalilenga hasa Ihula katika wilaya ya Walikale, vilima kadhaa vya Rutshuru pamoja na vijiji mbalimbali vya Haut Plateau ya Kivu Kusini. Mapigano hayo yanadaiwa kusababisha uharibifu wa nyumba kadhaa na kifo cha kijana mwenye umri wa miaka 18. Kwa upande wao, wapiganaji wa AFC M23 wanaendelea kukanusha tuhuma hizo na kuishutumu FARDC pamoja na washirika wake kwa kuhusika na mauaji ya raia na ukiukaji wa mara kwa mara wa usitishaji mapigano katika eneo hilo. Waasi hao wanataja pia kile wanachodai kuwa ni kutotekelezwa kwa ahadi zilizotolewa katika michakato ya Doha na Washington, ila FARDC inasema kuwa inaujulisha umma wa kimataifa na kitaifa pia kuhusu kile inachokiita mashambulizi mapya, ikisisitiza kwamba vitendo hivyo vinadhoofisha juhudi zinazoendelea za kurejesha amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bila kubaki kimya, Les Volontaires pour la Défense de la Patrie VDP Wazalendo RDC katika taarifa rasmi iliyotolewa nao hiyo jana tarehe 20 Februari mwaka huu mjini Rutshuru, wameushutumu muungano wa AFC M23 RDF kwa kukiuka usitishaji wa mapigano ulioanza tarehe 18 Februari mwaka 2026 kwa kuanzisha mashambulizi ya wakati mmoja katika Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Kwa mujibu ya wapiganaji wazalendo, wanadai kuwa mashambulizi yaliyoratibiwa yalilenga nafasi kadhaa za vikosi vyao katika nyanda za Haut Plateau ya wilayani Uvira, hususan katika maeneo ya Kitabo, Mubere, Kidote, Rugeje, Kabere, Mugasha na Mashuba ndani ya sheferi ya Bafuliru. Wazalendo wanadai kuwa vikosi vyao vilijibu kwa uthabiti na kuzuia kusonga mbele kwa adui kuelekea nyanda za Haut Plateau ya Uvira, Fizi, Itombwe na Mwenga upande wa Minembwe. Wakati huo huo, taarifa hiyo inazungumzia mashambulizi katika Kivu Kaskazini, hasa katika eneo la Bwito wilayani Rutshuru na Bashali wilayani Masisi kwenye muhimili ama akse ya Kirama, Bambo na Tango na Bibwe. VDP Wazalendo RDC wanasema waliwasababishia hasara kubwa kwa wapinzani wao hao na kuzuia hatua yoyote ya kimkakati. Harakati hiyo inaona mashambulizi hayo kuwa ni pigo kubwa kwa juhudi za amani na inaliomba jumuiya ya kimataifa kuchunguza kile wanachodai kuwa ni ukiukaji wa usitishaji wa mapigano ama cessez-le-feu. Pia inasisitiza kuwa hatua yoyote ya kujibu mashambulizi hayo ni kwa mujibu wa kauli mbiu yao ya kusema wana haki halali ya kujilinda na kulinda nchi yao. Na sura hii ambayo tunaanza kuiona kwa sasa katika mgogoro huu wa vita inaanza kuonekana dhahiri ya kwamba majeshi ya serikali yanajimiliki vizuri katika maeneo yote kwenye mstari wa mbele wa mapambano, na huu ni ujumbe tosha kwa wakongomani wote ya kwamba wasiwe na wasiwasi, maana ukombozi thabiti sasa uko njiani, unakuja na tena siku si nyingi tunakwenda kushangilia ushindi mkamilifu. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baki sambamba nasi, zidi kuambatana nasi hapa kwenye channel yetu ili upate miendelezo na kuhabarika zaidi. Asante.